Mtazamaji pamoja na msikilizaji, mambo yako namna hii, na hii ni sehemu ya tukio lililotokea la moto kuwaka. Ni kwenye chumba cha kaka ambaye alikuwa akiishi humu, naye ana mengi ya kuzungumza alipopokea taarifa ya kwamba moto unawaka katika chumba chake. Alichukuliaje na alisikiaje? Hebu ni kupeleke moja kwa moja kwa kaka. Kaka, habari yako? Unaitwa nani? Salama, mimi naitwa Ali Mwakibi. Ndio. Mkazi hapa ni Mbulu. Okay. Ulipopata taarifa ya moto kuwaka kwenye chumba chako, ulipokeaje, au unadhani kwamba ni nini chanzo cha moto kuwaka? Chanzo cha moto nafikiri ni kwamba chumba kilivunjwa na mtu ambaye bado mpaka sasa sijamfahamu. Alichochukua amekichukua, vilivyokuwa vimemshinda ndio akaamua achome moto. Kipo kitanda, magodoro mawili, vyombo vyangu, nguo kama unavyoviona. Ndio. Vimeungua. Sasa majirani wema baada ya kuona tukio la moto wakaja, wamejitahidi kadri ya uwezo wao, lakini moto ulishakuwa mkubwa. Hili tukio la moto katika eneo la Nyebulu ambalo kaka alikuwa akielezea, mama huyu alikuwepo, na niseme tu mama, karibu uanze kutupa maelezo, ilikuwaje kama wewe shuhuda? Kwa jina naitwa Salma Salum Mgomberwa, mjumbe mstaafu. Ila hapa nilikuja kama jirani kutoa msaada, maana mtu kapata shida lazima ushiriki. Ndio. Msaada wa hali na mali. Ilikuwa tarehe 24 kitu kama nimesahau, au ndio ilikuwa siku ya Ijumaa alfajiri saa 11 kasoro, nikaitwa na jirani yangu kwa nyumba ya pili. Mjumbe, kwa jirani kuna moto. Nikakurupuka, sijasikia vizuri. Kwa kaka kule moto unawaka. Nikatoka nje. Nilivyokuja moja kwa moja mpaka huku, moto mkubwa unawaka. Watu wanamwaga maji. Na mimi sikuja na ndoo, nikakimbia tena nyumbani, nikachukua ndoo, nikamwamsha binti yangu. Chukua ndoo twende tukatoe msaada kule. Tukachukua na maji, tukaja kuzima. Kulikuwa na kijana wa kiume mmoja, mwenzetu ndio ana nguvu. Tumempa maji, anasema hapa mlangoni hapapitiki, moshi na moto. Anapitia dirishani kule, anasimama dirishani anamwaga maji kwa ndani. Tunakimbia kisimani, tunaleta maji, mwenzetu anamwaga. Mpaka moto ulivyotenguka hapa mlangoni, tukazunguka na ndoo, sasa ndio tunaingia ndani tunamsaidia. Ndio siku ilikuwa hivyo. Kwa hiyo na huo moto haukujulikana chanzo chake ni nini na wala ikufahamika? Kwa kweli tulikuwa hatujajua, mpaka hivi mimi sijajua. Tulipopata mpenyo wa kuingia ndani, tumekuta moto ushaunguza kila kitu, ila moto bado mdogo mdogo, tukaendelea kumwaga maji. Kulikuwa na mipunga imeungua, nguo, ndoo, vitu vyote vimeungua. Ndio. Kwa sababu kulikuwa hakuna mtu wa kutoa taarifa. Laiti kungekuwa na mtu tungewahi, lakini sasa ndio hivyo, hamna mtu. Mpaka mtu kalala nyumbani kwake anajiandaa aende kazini, ndio anaona. Kwa hiyo hatukufanikiwa kutoa kitu. Na huyu jirani yenu ambaye ameunguliwa na vitu, mlikuwa mkiishi naye vipi? Ana sifa gani katika mtaa huu? Yaani sifa yake sio mgomvi. Ni mtu mstaarabu, mtu mzuri, na ukimwambia kitu anauelewa nao. Kama anacho anakusaidia, kama hana. Okay, sawa. Basi nikushukuru sana, na ngoja tukazungumze mengine zaidi na kaka. Haya, asante, nashukuru. Vimeharibika. Vimeungua. Ulipopata taarifa ulichukuliaje hali hiyo? Ilinichoma kwa sababu kwamba kila kitu unajua, ukiwa na bakuli inatakiwa iongezeke bakuli nyingine. Sasa hapa tena naanza moja. Sasa baada ya hili tukio, kweli ndugu zangu nimeumizwa sana, ila tu nilikuwa naomba kwa Mtanzania yoyote mwenye mapenzi mema anisaidie chochote alichokuwa nacho, bakuli, sufuria, godoro, mkeka, ili na mimi niweze kujistiri na wanangu. Okay, sana. Una watoto wangapi? Na watoto 3 na ukaa nao. Na mama yao? Na mama yao. Kwa hiyo mpaka sasa hawana pa kukaa? Kwa sasa yupo Tanga,
alisafiri kwenda Tanga. Kwa tukio hili limetokea akiwa yuko Tanga. Hayupo, Kama umevyomsikiliza kaka akizungumza, mambo yako namna hiyo. Vitu vimeteketea vyote katika nyumba yake, katika chumba chake ambacho alikuwa akiishi. Hivyo nisiwe na mengi sana ya kuzungumza. Wewe mwenye moyo wa upendo, mwenye moyo wa huruma, unaweza tu ukamsaidia kaka huyu. Usiangalie kwamba yeye ana nguvu bado za kutafuta, lakini unapoamua kufanya kitu, hebu fanya tu, kwa sababu amepata janga hili na mambo mengine bado maisha yanaendelea, na yeye tu hapa alikuwa na hilo tu la kuomba msaada wa kwamba aweze kusaidiwa kwa chochote kile mtu yuko nacho, ili aweze kuendelea na maisha kama kawaida. Kwa kuepusha mambo mengi, unaweza kuwasiliana nami kwa namba hizo na mambo yakawa sawa. Nikiwa na maana kwamba unaweza kuwasiliana nami na ukapata mawasiliano ya kaka ili ukamfikia na ukampatia msaada wako, au ukamtumia. Hivyo tu unaweza kuwasiliana kwa namba hiyo inapita hapo. Unaweza kuitaja 0623807179.